Online TV. Muhimu wa upatikanaji wa ajira kwamba ni changamoto duniani kote, na sisi Tanzania tunakabiliwa na changamoto hii, lakini mkakati wa ndani wa uzalishaji ajira tunaenda nao. Kipindi hiki tunapofika mwaka 2025 tulikuwa na mkakati wa kuzalisha ajira zaidi ya milioni 8 kupitia taasisi za umma na binafsi. Taasisi za umma nafasi najua ni chache kuingiza watu ofisini, lakini tulisema tupanue wigo wa watu kuingia kwenye shughuli ambazo zitawapatia kipato, kufungua milango kwenye sekta ya kibiashara, kufungua milango kwenye miradi mikubwa na kuweka masharti ya miradi hii pamoja na mkandarasi hata kama atatoka nje, lakini ajira ya Watanzania iwe zaidi ya 90% ili kuwafanya na wao wenyewe waweze kupata kipato. Na tunaendelea kuimarisha mkakati wa kuhakikisha kwamba maeneo yote ambayo ni fursa inamwezesha kijana wa Tanzania kuwa na uwezo wa kujipatia kipato. Haya ndio mambo ambayo tunajiimarisha kwa sasa na tunasimamia, na wizara zote zenye usimamizi wa maeneo haya za sekta ya ujenzi, viwanda na biashara, sekta kilimo na wizara ya TAMISEMI tumewapa majukumu haya kuhakikisha wanajikita kwa vijana kwa ajili ya kuwafungulia fursa. Na ofisi ya waziri mkuu ambayo inashughulikia na vijana, kwanza inasimamia sera ya vijana yenyewe, lakini mbili, kumekuwa na shughuli nyingi ambazo zinafanywa na vijana na kukaa na vijana pamoja. Tulianza programu ya kuwawezesha vijana pia kuwa na ufundi stadi, kuwa mafundi mahiri katika sekta ambayo yeye anaitamani. Tulifanya hivyo katika kipindi cha mwaka 2018 mpaka 2023, na zaidi ya vijana 45,000 waliingia kwenye mpango wa kupata ufundi stadi, na tukaamua kujenga VETA nchi nzima kwa ajili ya kutoa elimu kadhaa. Najua hapa katikati kulikuwa na mjadala mkubwa. Kulikuwa na mjadala mkubwa tu. Lakini mpango mkakati ambao unasaidia yeyote anayetaka kufundi wa aina yoyote ile. Anaingia popote. Yeyote. Sio curriculum kwamba ukimaliza chuo kikuu uende VETA. Sio curriculum kwamba inatakiwa uende hatua unamaliza kidato cha 6 uanze digrii ya kwanza, unataka kwenda digrii ya pili. Ile haikuwa kwenye curriculum yetu. Lakini tunaposema curriculum kwamba hiyo imekuwa ndo ni muendelezo. Tulisema unaweza kumaliza elimu kwa ngazi yoyote, lakini bado unatamani kupata kitu kingine. Mmemsikia Advocate Msando ambaye digrii ya kwanza sheria, kasoma digrii ya pili sheria, akaona akasome digrii ya kwanza ustawi wa jamii, maendeleo ya jamii, ili aweze kujua eneo hili unalifanyaje kazi, na sasa mkuu wa wilaya anadili na jamii. Kwa hiyo kusoma kwake digrii ya kwanza tena akiwa na digrii ya pili. Simuona hiyo kitu. Na sasa anasoma PhD nyingine. PhD kwa ajili ya kozi nyingine inayohusu masuala ya mazingira na vitu vya namna hii. Learning ni process. Leo unapata hiki, unaona hiki bado kuna fursa hapa, unasoma hicho, leo unaona fursa iko kwenye uandishi wa habari, unaenda chuo cha uandishi wa habari, tena cheti, umeshamaliza hata digrii. Ni juu yako kwa sababu unataka kile kitu ukielewe kwa umahiri wake. Ndio maana yake. Kwa hiyo mjadala ule ulikuwa na watu tu ambao walitaka kueko, na ulijadiliwa hasa zaidi ya wiki 2-3. Vizuri sana. Lakini ni mambo ambayo yako kwenye practice na yanawezekana. Niwaambie mfano mmoja. Programu ile tulipoanzisha na ofisi ya waziri mkuu ya kuwapa ujuzi vijana wa Tanzania, tukapeleka kwenye vyuo vya VETA na vyuo vya ufundi vya sekta binafsi. Tukasema anayetaka kuwa gerejia aende akajiandikishe. Wewe unakuwa unatamani uwe na fundi wa magari. Mimi sio fundi wa magari, lakini nisoma hapa. Lazima niende gereji nikaanze kushika spana nijifunze ufundi magari. Nilipoenda Kiela VETA kutembelea program yetu, nikakuta dada mmoja wa Mbeya mjini, degree holder, ambaye anaendesha biashara yake ya saluni. Ameombwa na VETA kuja kuwa train vijana pale.
na alipokuja akaja na wengine ambao walikuwa wanamfahamu kwamba yeye ni mtaalamu, amekuja kujifunza kupitia utaalamu wake, na waliokuja wengine ni degree holder, wanataka waelewe ile, wakafungue sekta yao. Kaenda wapi? VETA kwenda kusoma, na ni program ya miezi 6. Nilipowatembelea, moja kati ya jambo kubwa ambalo nilitambulishwa ni lenyewe. Kasema kweli sasa programu hizi zinapatikana na wengi, tukafungua milango na tukafungua sekta mbalimbali ikiwemo na kilimo pia. Watu wengi sasa wananufaika na hilo. Kwa hiyo eneo hili la ajira lazima tulizungumze, kwa sababu limekuwa ni changamoto duniani kote na nchini kwetu. Lakini wengine wamekuwa waitumia fursa hiyo kuonyesha kwamba uko udhaifu, uko vitu vya namna hii. Kwa hiyo wasomi, tumieni nafasi hii pia kujifunza fursa zilizopo kwenye mazingira za kuweza kupata uchumi wenu. KM Online TV.